lakini jana kiuhalisia Bournemouth anapata alama moja, Man City anapata alama moja. Kiuhalisia mpaka hivi sasa Manchester City katika michezo yake anadondosha alama 4 ambazo hata kwenye mchezo wa mwisho Arsenal kama anapoteza, City hawezi kufikia alama alizonazo Arsenal. Kiuhalisia Arsenal bingwa. Arsenal ameshatangazwa ubingwa baada ya matokeo ya jana ya sare ya bao 1-1. Kwenye mchezo wa jana Bournemouth ilikuwa bora kuliko Manchester City. Kwa namna yoyote ile, kwa sababu ukiangalia kipindi cha kwanza zilitengenezwa nafasi kubwa 3 kwenye kipindi cha kwanza. Nafasi ya kwanza alitengenezewa Evanson, ndani ya 6 amepaisha mpira. Yaani imepigwa cross, amebaki na goalkeeper kaisha lala juu, akaisha lala chini, yeye kapiga mpira umeenda juu. Hiyo ilikuwa inaonyesha ishara kwamba Bournemouth wapo vizuri zaidi. Nafasi ya pili kamkuta Klopp, ambaye alichukua mpira, aliukevu kwenye eneo ambalo kipa hawezi akafika kule ambapo alikuwa ameenda. Kwa hiyo ikawa bao la kwanza. Wakapata tena nafasi nyingine baada ya kufunga tu bao counter attack. Lakini kwenye shambulizi pia Klopp, huyo Junior Klopp hakuweza kuutupia mpira kambani. Kwa hiyo ilikuwa nafasi nzuri sana kuweza kufunga. Huyu ni bwana mdogo ambaye ana umri tu miaka 19, Mfaransa huyu, na ameweka historia kufunga zaidi ya mabao 10 kwenye msimu wa kwanza wa EPL akiwa mchezaji kijana chini ya umri wa miaka 20. Nilikuwa naangalia wapi ambapo Manchester City walikuwa wamezidiwa kwenye possession ya mpira wenyewe. Kuanzia katikati yupo bwana mdogo Alex Scott, alikuwa na kiwango kizuri sana. Kroos pia alikuwa na kiwango kizuri sana. Lakini ukimwangalia Ryan kwenye winga moja, Evanson walikuwa wanacheza vizuri sana. Senes kwenye eneo la ulinzi, Smith kwenye eneo la ulinzi walikuwa wanacheza vizuri sana. Kipindi cha pili Manchester walijaribu kurejea mchezoni. Manchester City kwenye dakika zile 10 za mwanzo walipeleka sana mashambulizi, lakini uimara wa kujilinda Bournemouth walikuwa bora sana. Na walitengeneza nafasi nyingine. Klopp alipiga shuti ambalo lilienda nje, lakini bwana mdogo mmoja alipiga mpira ambao uligonga mwamba na kurejea nguzo na kurejea uwanjani kwenye nyakati ambazo mashabiki kwenye vibanda umiza wameshanyenyuka. Kwa unagundua Manchester City hata hiyo alama moja ambayo wamepata wanapaswa kushukuru pia, kwa sababu Erling Haaland alifunga mwishoni kabisa. Sasa watu wanaweza kaangalia kama Bournemouth alikuwa anaisaidia zaidi Arsenal, lakini kwangu mimi Bournemouth alikuwa anajisaidia zaidi yeye mwenyewe. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi ana alama 56. Kama angeshinda mchezo wa jana alikuwa anafikisha alama 58. Alama moja nyuma ya Liverpool, ambayo uwezo ukajua mchezo wa mwisho itatokea nini. Ikitokea Liverpool wamepoteza after Bournemouth ameshinda mchezo wa mwisho, Bournemouth anaenda UEFA Champions League. Kwa hiyo watu walikuwa wanaiangalia zaidi Arsenal kusaidiwa na Bournemouth. Lakini Bournemouth nao walikuwa wanajisaidia wenyewe. Records kuziweka sawa. Bournemouth amecheza michezo 16 bila kufungwa IPL. Yaani jana mchezo wa 16 bila kufungwa IPL. Ndani yake hapo unaposema michezo 16, hizo ni timu 16. Katika timu 19 ambazo unapaswa kukutana nazo, bado timu 3 tu. Kwa malize huyu ndo mwenye unbeaten ndefu zaidi ya michezo mfululizo bila kufungwa. Lakini kitu kingine ambacho kilikuwa rafiki kwa watu wanaunganisha na Arsenal, kocha Andon Iraola yeye amecheza academy na Mikel Arteta. Yaani utoto alikuwa timu moja ya academy. Lakini pia wanapaswa kufahamu huyu ni kocha pia wa Kihispania. Ndio. Kwa omboy wake Arteta, omboy wake Pep Guardiola kabisa. Kwa hiyo alikuwa anakutana na omboy wake. Na anajaribu kujitengeneza iwe timu ya hatari zaidi. Na inasemekana mwisho wa msimu anaondoka kwenye timu. Kwa kama anaondoka mwisho wa msimu, ina maana kwamba kuna kazi kubwa ambayo ameifanya na alikuwa anajitengenezea zaidi records. Kwa hiyo kushinda kwake imekuwa ni faida kwa Arsenal, na Arsenal naye imeweka rekodi nyingi baada ya kuchukua ubingwa. Umezungumza hapa miaka 22 Arsenal ilibeba ubingwa. Sasa kwenye hiyo miaka 22 baada ya jana Arsenal kutangazwa kuwa bingwa, bwana mdogo Max Downman ameweka historia, ndo kijana mdogo zaidi kubeba EPL. Record ambayo alikuwa anashikilia Phil Foden ya Man City. Sasa yeye bwana mdogo ana record ya kuchukua ubingwa akiwa na umri wa miaka 16 na siku 139. Amekuwa bingwa. Na kwenye msimu amefunga bao moja kwenye mchezo na Everton. Yeye ndo alifunga bao pekee la ushindi.
na wao sheria yao ili yani uwe unastahili kuvaa medali walau ucheze michezo 5 ya EPL. Kwa bwana mdogo ameshacheza michezo 5 ya EPL tangu michezo 2 iliyopita. Kwa hiyo sifa kuvaa medali anayo na ndio maana inahesabiwa. Lakini ukicheza chini ya michezo 5 au hesabiwi kwa kuvaa hiyo medali. Na bila shaka naamini mchezo wa mwisho anaweza akaanza. Lakini pia ukiangalia kwenye kikosi cha Arsenal, rekodi nyingine imewekwa na Mikel Arteta. Mikel Arteta ameweka historia kwamba ndiye mchezaji wa kwanza, yani kocha wa kwanza kubeba ubingwa kwenye timu aliyoichezea. Ndio. Tangu EPL ianzishwa kuna kocha aliwahi kufanya hivyo. Yani ucheze kwa mfano ucheze Chelsea, afa baadaye uje kuwa kocha wa Chelsea ubebe ubingwa. Kwa Mikel Arteta alicheza Arsenal na amekuwa kocha Arsenal kuchukua ubingwa. Hiyo ni record kwa mara ya kwanza kwenye historia ya EPL. Lakini mshambuliaji Victor Gyökeres ameweka historia ambayo inafanana. Sporting Lisbon ilikaa misimu 22 bila kubeba ubingwa wa ligi kuu. Okay. Ubingwa ambao baada ya kuchukua ubingwa wa kwanza wanachukua baada ya miaka 22. Victor Gyökeres ndiye alikuwa mshambuliaji kiongozi wa timu. Kwa hiyo ilikaa timu amevunja ukame wa miaka 22 ya Sporting CP. Pia ameenda Arsenal. Arsenal imekaa misimu 22 bila ubingwa. Msimu ambao yeye anafika ndio msimu ambao yeye mpaka sasa tunasema ndio mfungaji ambaye anaongoza kwa Arsenal kwa kufunga mabao mengi, ana mabao 14. Okay. Amerejea rekodi ambayo aliweka Sporting CP, ameenda kuvunja ukame wa Arsenal. Kwa hiyo kuna baadhi ya rekodi nyingi ambazo zimewekwa. Tuone atafanya nini kwenye UEFA. Anafukuzia pia UEFA kwa sababu Arsenal hawajawahi kubeba UEFA tangu mpaka sasa hivi. Na ndio maana maneno mengi, hata tunazungumza Rio Ferdinand yupo Tanzania, ametweet jana kwamba Patrice Evra anapaswa kuiomba msamaha Arsenal kwa kile ambacho wamefanya. Kwa hiyo records nyingi ambazo zimewekwa na Arsenal, wanaweza kufurahia zaidi msimu huu kwa kiki ambacho wamekipata. Mtihani unapokuja, je, haya mafanikio yatakuwa ya muda gani? Na ukiondoa kumpongeza, nimeona hata Granit Xhaka amempongeza Arsenal Wenger, akampongeza kocha Mikel Arteta, lakini anapaswa pia kupongezwa Beta. Yule ambaye mkurugenzi wa ufundi wa Arsenal. Unajua ametoka klabu ya Atletico Madrid. Okay. Msimu huu amejiunga na Arsenal kuchukua nafasi ya Edward ambaye ameenda kwenye kosi cha Nottingham Forest. Kwa hiyo yeye ujio wake ndio amesajiliwa kina Eberechieze, wakina Victor Gyökeres na wachezaji wengine ambao wamekuja. Inaonekana kwamba amekuja na furaha. Kwa hiyo ni wakati wa Arsenal ambao wanafurahia zaidi. Sawa, hiyo ni tukao tunazungumzia ubingwa wa Arsenal, lakini leo kuna mchezo mmoja wa finali Europa League kati ya Freiburg kutoka Ujerumani kutoka dhidi ya Aston Villa kutoka pale nchini Uingereza. Mchezo utapigwa majira ya saa 4 za usiku. Kiwalisia pide ukimwangalia Freiburg pamoja na Aston Villa finali ya Europa League. Inakuwa ni finali ya aina gani ukiwaangalisha pia hata misimamo alionayo kwenye ligi pia? Yeah, of course Aston Villa anakuwa kama na advantage. Kocha Unai Emery, leo ni finali ya Europa League. Yeah. Unai Emery kwanza amekuwa na faida na bahati pia kucheza finali za Europa League. Alichukua mara 3 mfululizo akiwa na Sevilla ya pale Hispania. Akatoka hapo PSG wakamwona kama kocha ambaye anafaa. Akaenda PSG, mambo hayakuwa mazuri. Akaenda Arsenal, msimu wa kwanza anacheza finali ya Europa League na Atletico Madrid. Akapoteza. Akaondoka akaenda Villarreal, amecheza finali ya Europa League, amewafunga Manchester United. Kwa hiyo hii ni finali yake nyingine, finali ya pili kwa timu ya England. Lakini ni kocha ambaye kwenye finali 5 za mwisho amechukua finali 4. Je, kwenye hii finali ya 6 atafanyaje? Kwa hiyo Unai Emery ana kikosi kizuri. Ukiangalia wakina Ollie Watkins amekuwa na kiwango kizuri kwa siku za karibuni. Bunedia wapo, wakina Yuri Tielemans, wakina Onana kwenye eneo la kiungo. Freiburg ni timu nzuri, lakini bado mimi nampa nafasi kubwa Aston Villa kuibuka ushindi. Kwanza historia ya kocha mwenyewe Unai Emery, lakini pia ubora wa kikosi chake ukifanisha na timu nyingine. Kwa mechi nzuri sana kwenda kuitazama. All in all, bado kocha Unai Emery anaingia kama favorite kwenye mchezo huu na naamini anaweza kaibuka kuwa bingwa mchezo wenyewe. Sawa, dakika ni ya 53 kiwalishia sisi bwana, tutoke nukta hapo kwenye